Karibu mtazamaji wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi, na kama kawaida tumekuwa tukipeana taarifa mbalimbali za siasa ya kimataifa, na kwenye taarifa hizo tumekuwa tukijulishana taarifa za mara kwa mara, lakini vile vile hata uchambuzi kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo yamekuwa yakitokea huko. Taarifa niliyokuwa nayo hapa inamhusu Rais wa Marekani Donald Trump tangu asubuhi alipozungumza wazi kwamba Israel imekubaliana na mpango wa kuweza kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza ndani ya siku 60 ili kuweza kuruhusu mchakato wa mazungumzo kuendelea zaidi. Na mapema mchana wa leo ni kwamba kundi la wanamgambo wa Hamas kutoka pale Gaza limeweza kutoa taarifa kwa kusema kwamba limetupilia mbali wazo la Rais wa Marekani Donald Trump kusitisha mapigano katika muda wa siku 60. Na wao wameweza kutoa sababu zao kutokana na kile ambacho wameweza kukizungumza, kwa kusema kwamba wanataka kupata suluhu ya muda mrefu itakayokomesha kabisa vita hivyo katika ukanda wa Gaza, na si ya muda mfupi kama ambavyo Rais Trump alivyoainisha kwenye ujumbe wake ambao aliandika kupitia kwenye Truth Social. Sasa Hamas ni kama vile wametilia mkazo na wako serious kulikweli kutokana na hiki ambacho kinaendelea katika ukanda wa Gaza. Ni kweli Rais Trump alisema kwamba kabla ya ziara ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kufanyika nchini Marekani, ambapo atazungumza na viongozi mbalimbali wa Marekani akiwemo Trump mwenyewe, amezungumza Trump kwamba mapigano kweli yatasitishwa. Na Trump mapema asubuhi ya leo akaweka wazi kwamba ni kweli Israel imeingia makubaliano ya kusitisha vita ndani ya siku 60, na akaitaka Hamas iweze kuwajibika haraka kwa sababu uko mbeleni hakuna hali nzuri ambayo inaweza kutokea katika ukanda wa Gaza, lakini hali inaweza kuwa mbaya zaidi ya mapigano. Sasa Hamas wameweka mkazo wao. Na hapa taarifa inasema hivi, ngoja nikusomee mtazamaji hapa. Kundi la Hamas limedokeza kuwa liko tayari kwa makubaliano ya kusitisha vita na Israel, lakini halijakubali rasmi mpango wa kusitisha mapigano wa siku 60 uliotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Trump alisema Israel imekubali mpango huo na akaisihi Hamas kukubali haraka kabla hali haijazidi kuwa mbaya. Mpango huo wa siku 60 ulipendekezwa kama fursa ya kuanza mazungumzo ya kuhitimisha vita. Hata hivyo, Hamas imesisitiza kuwa haitakubali mpango wowote ambao hauleti mwisho wa vita kwa ukamilifu. Msemaji wa Hamas, Tahir al-Nunu, alisema kuwa wako tayari kwa mpango wowote unaomaliza vita kabisa. Tofauti kubwa bado ipo hapa kwamba Hamas imetaka Israel ijiondoe kabisa Gaza na vita kumalizika, lakini Israel inataka Hamas ijisalimishe, ivunjwe kijeshi na viongozi wake waondoke Gaza, jambo ambalo Hamas pia inakataa kabisa. Hapa kuna ukinzani wa hali ya juu kwamba Israel kupitia Rais Trump alitangaza kwamba Israel imekubali kweli mapigano yasitishwe katika siku 60, lakini Hamas wao ni kama vile wameshtukia mchezo. Wao wametaka mapigano yaweze kumalizika kabisa, yani vita viweze kuisha kabisa katika ukanda wa Gaza, na lengo lao ni kwa sababu tu ya kutaka maisha ya amani yarejee upya katika ukanda wa Gaza, hata kama ndio kuna uharibifu mkubwa, kuna upotevu wa uhai wa binadamu, lakini vile vile kuna upotevu pia hata wa mali zote pale katika ukanda wa Gaza zimeweza kuharibiwa kutokana na mashambulizi makali ambayo yametokea ya Israel pamoja na wanamgambo hawa wa Hamas ambao raia ndio wameathirika zaidi. Kwa hiyo kwenye kipengele hiki pia kuna kuwa na ugumu hali ya juu. Mpango mpya unaopendekezwa unajumuisha kuna usitishaji wa vita katika siku 60, lakini vile vile kuachiliwa kwa baadhi ya mateka, lakini vile vile kuna kusaidia misaada ya kibinadamu, lakini kuna Israel kujiondoa sehemu fulani ya Gaza lakini si kuhitimisha vita. Ndio maana mpango wa siku 60 Hamas wameukataa kwa sababu kuna vipengele vigumu ambavyo wameviona Hamas kwamba vitawabana wao kama wao, kwa sababu kwamba Israel kujiondoa sehemu fulani ya Gaza lakini si kuhitimisha vita. Kwa ina maana kwamba hizo siku 60 si kwamba moja kwa moja wataweza kusitisha vita moja kwa moja, ila kuna namna ambavyo vita vitaweza kupungua. Lakini vile vile misaada pia kuweza kuingia pale Gaza ni sawa pia, lakini kuachiliwa kwa baadhi ya mateka, kiasi cha kwamba Hamas wanataka kwamba waweze kuwaachilia mateka wote na vita viweze kusitishwa vyote kabisa. Ujumbe wa Hamas unatarajiwa kukutana na wapatanishi kutoka Misri na Qatar jijini Cairo ili kujadili mapendekezo hayo. Na Rais Trump aliweza kuisifu nchi ya Misri kwa ajili ya jitihada zake kubwa ambazo imewekeza kwa ajili ya kuweza kutafuta suluhu ya amani katika ukanda wa Gaza. Na Trump alisema kwamba anaishukuru sana nchi ya Misri kwa jinsi gani ambavyo imeweza kujitoa
ili tu kuhakikisha kwamba amani inarejea upya katika ukanda wa Gaza. Na amesema kwamba katika jitihada ambazo Misri inazifanya, Trump anatambua jitihada kubwa ambazo zinafanywa na nchi ya Misri kwa ajili ya kuweza kuleta suluhu katika ukanda wa Gaza. Kwa hiyo hii pia ni nzuri kwa nchi ya Misri ambayo inapambana kwelikweli ili kuleta suluhu katika ukanda wa Gaza. Israel kupitia waziri wake mkuu Benjamin Netanyahu bado haijaweza kuzungumzia kuhusu kauli hii ambayo Trump alizungumza, lakini vile vile hata Hamas kuweza kutoa kauli mchana wa leo, ambapo kupitia msemaji wake iliweza kutoa taarifa wazi kabisa kwamba wao wanataka kupata suluhu ya moja kwa moja ambayo itamaliza vita kabisa katika ukanda wa Gaza, lakini si siku 60. Sasa kwa nini Hamas wamemkatalia Rais Trump? Kwa sababu Trump amezungumza asubuhi kwamba mpango huu utakwenda kwa siku 60. Lakini Hamas wamekuja sasa wameweka wazi kwamba wao wanataka suluhu ya kudumu. Labda wanasubiri labda Trump aweze kubadilisha kile ambacho amekitamka kutokana na kile ambacho kimezungumzwa hapo, lakini vile vile yawezekana pia wanatamani kuona jitihada za haraka za nchi ya Marekani kwenye kutafuta suluhu ya mzozo huu zinafikiwa kwa haraka zaidi ili kunusuru maisha ya watu wa Gaza ambayo yamekuwa hatarini wakati wowote. Baada ya Rais Trump kufanikiwa kuleta suluhu kati ya vita vya Israel pamoja na Iran, sasa ni wakati mzuri baada tu ya serikali ya Palestina kumwomba Rais Trump kwamba mpango wake wa kuweza kusitisha vita kule Iran pamoja na Israel ujumuishe na watu wa Gaza. Inawezekana ndio kitu ambacho Trump ameona kabisa ni anatakiwa kukifanya kwa haraka iwezekanavyo, ambapo mpaka sasa Israel haijaweza kutoa kauli rasmi kuhusu tangazo la Trump, lakini ingawa inatarajiwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu atakutana na Trump katika ikulu ya White House siku ya Jumatatu. Na Rais Trump aliweza kuonya kwamba Hamas ikikataa mpango huo, hali itazidi kuwa mbaya, ikisema kuwa huo ndio wakati wa kupatikana kwa suluhu ya kudumu, ambapo hali ya Gaza inazidi kusikitisha sana, ambapo katika data nilizokuwa nazo hapa ni kwamba zaidi ya watu 57,000 wameuawa tangu vita kuanza Oktoba 7, 2023. Wanawake na watoto ndio wanaoathirika zaidi, lakini vile vile zaidi ya 90% ya watu wa Gaza wamepoteza makazi yao na mateso ya kibinadamu yanayoongezeka kila siku. Na vita hivi vilianza baada ya wanamgambo wa Hamas kushambulia kusini mwa Israel, ambapo watu zaidi ya 1200 waliuawa na takriban 250 kuchukuliwa mateka. Sasa Israel kuna namna ambayo bado wana hasira na watu wa Gaza, kwa sababu hata ukichunguza vizuri kipindi vita vya Irani na Israel vinasitishwa pale, mkuu wa majeshi Eyal Zamir na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu walizungumza kwamba nguvu zote na majeshi yote wanaelekeza katika ukanda wa Gaza. Watu 1200 ni kitu ambacho kiliwauma sana viongozi wa Israel, hususan waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Kwa hiyo bado kuna ukakasi mkubwa juu ya usitishaji vita, juu ya usitishaji wa mapigano katika mzozo huu, ikiwa tu Hamas tayari ameanza kunusia harufu ya kutaka vita viweze kusitishwa moja kwa moja. Kwa hiyo mtazamaji, sisi kama Zone Media jukumu letu kubwa ni kukupa wewe taarifa zote ambazo zinatokea huko Mashariki ya Kati. Cha msingi tu kupitia taarifa hii ambayo Hamas wameweza kuitoa mchana wa leo, basi tutakuwa karibu zaidi kufuatilia vyanzo mbalimbali vya habari duniani. Vyanzo mbalimbali vya habari duniani vinasemaje, lakini viongozi wakubwa wanasemaje, Netanyahu atakuja kuongea nini, na nchi zingine washirika pia watakuja kuongea nini, tutakuletea hapa ndani ya Zone Media. Cha msingi tu nikusihi, kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, basi wakati ni huu uweze kusubscribe, lakini kulike, kucomment pamoja na kushare. Jina langu naitwa Victor Moshi na hii ni Zone Media. Asante kwa kuendelea kutuchagua.